Today is a cleansing day. I want to invite Apostle Frederick Munyao Nzioki from the Center for Christ Ministries to come and lead us in repenting for idolatry. Let's you're most welcome, Apostle. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu sana kwa sababu ya neema ya kuwa na wakati wa kutafuta uso wake. Hakuna jambo nzuri kama taifa inapokusanyika pamoja na kutafuta uso wa Bwana, especially at a time like now, wakati ambao Bwana ametupatia nafasi. Ningalipenda nisome scripture moja tu, alafu tuweze kuomba pamoja. Maandiko inasema hivi kwenye kitabu cha 1 Samuel chapter number 15 verse number 23. For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Because thou hast rejected the word of the Lord, he has also rejected thee from being king. Now, hiyo maandiko ambao tumeisoma, maandiko inazungumza vizuri ya kwamba idolatry huwa inawekwa katika kiwango kimoja na dhambi zile ambazo ziko juu zaidi. Na tunajua ya kwamba kwa muda mrefu sana nchi yetu imewekewa madhabahu nyingi za ibada za sanamu. Hata kipindi hiki ambacho tumeingia kwenye counties, kuna monuments nyingi sana ambazo zimeinuliwa, ambazo ni monuments idol worship, ambayo inazuia ile neema ya Mungu isije ikapasua na kuleta kile ambacho Bwana amekusudia katika nchi na katika taifa. Na kwa hivyo tunapoendelea kuomba pia ni vizuri tujue ya kwamba hata damu zingine zinamwagwa kwa sababu ya ibada za aina hii. Wakati ambao watu wanatolewa kafara, unasikia mtu ameuawa kinyama kwa sababu kuna kafara ambazo zilihitajika. Lakini kwa sababu tumemwona Mungu ya kwamba kama sanamu hizo zingekuwa na uwezo wa kutosha, basi zingeweza kututolea viongozi wakati ambao walingangana kwa nguvu zote. Lakini kwa sababu kanisa limeomba na Mungu akatupatia glimpse ya kutupatia rais ambaye we have prayed him to victory according to his words, then we can also pray ya kwamba in every constituency, in every county, mtu akisimama ambaye anatumia ambaye anategemea idol worship, akisimamana na mtu ambaye anategemea Mungu, lazima ataanguka kutoka leo. Mungu, wakati ambao tulianza maombi, pigia Yesu makofi mazuri. Wakati ambao tulianza maombi pia Mungu alinionyesha mvua imenyesha. Na ninaamini maombi ambayo tumeombewa hapa na Apostle Kimani William ya kwamba mvua itanyesha, maana damu imenyamaza na damu nyingine imeanza kuzungumza. Hivyo ningeomba ya kwamba tusimame zote ili tuweze kuomba, na ninajua kwamba Bwana atasikia maombi yetu. Kila monument ambayo iliinuliwa ikaletewa waganga wa kienyeji, wakaizimika pale kwenye counties au kwenye miji yetu au hata kwenye serikali ya kitaifa, kuna watu wameingia kwa maofisi wakainua sanamu pale. Lakini zile sanamu tunaziangusha kutoka hapa, na zikianguka chini, wale wameinuliwa na sanamu watashuka. Wale ambao sauti zao ziko juu kwa sababu ya ibada za sanamu, sauti zao zitanyamaza. Kuna watu ambao watanyamazishwa kabisa kutoka leo, kwa sababu Bwana ameinua sauti tofauti. Hebu kila mtu inua sauti yako, tumwelekee Bwana kwa dakika chache. Pelekana na roho yako. Ukiona sanamu ya kuletwa chini, hebu ilete chini. Tuangushe ibada za majini, ibada za miungu, ibada za majoka, ibada za mashetani ya kila aina, majini ambayo yanategemewa na watu. Tunayafunga kwa jina la Yesu. Mashetani ya kila aina
ambayo yanategemewa na watu, tunayafunga kwa jina la Yesu. Tunararua kila aina ya umaarufu ambao umetokana na ibada za sanamu mahali popote. Tunavunja kila aina ya nguvu za misoli ya yoyote ile kwa jina la Yesu. Tunapasua makaburi yale ambayo yanatumika kama sanamu. Tunang'oa nguvu ambazo zinatokea kule kwa damu ya Yesu Kristo. Tunaitakasa taifa hili. Madhabahu ya Bwana ikaongee, madhabahu ya Jehova ikaongee, madhabahu ya Yesu ikaongee. Madhabahu zote za kishetani tunazileta chini, tunavunja uwezo wake, tunararua uwezo wake. Tunaomba ya kwamba pendezwa Bwana, ya kwamba madhabahu hizi zinapoanguka chini ukajitwalie sifa, taifa hili likakujue. Umetupatia rais ambaye ameingia kwa sababu ya maombi. Wale wanaompinga wakitumia sanamu, wakitumia nguvu za giza, tunapigana na wao, tunapambana na wao, tunaangusha uwezo wa nguvu za sanamu, nguvu za giza, nguvu za makaburi, nguvu za kishetani ambazo zinatumika kwa ajili ya kuleta vurugu kwenye nchi. Tunazifunga leo kwa damu ya Yesu Kristo. Tunalaani kila wanaotumia nguvu za giza kuinuka na kupata vyeo, kuinuka na kupata mamlaka. Tunawaleta chini leo hii, tunashusha uwezo wao. Hata wanaopata nguvu kwenye makanisa, vyeo vya kikanisa, kutumia nguvu za giza, hata wao tunawaleta chini. Wanaotumia nguvu za giza za madhabahu, ibada za sanamu, wapate kuwa wabunge, wapate kuwa maseneta, walete laana kwenye nchi yetu, tunawashusha chini. Baba, tunaomba madhabahu yako ikaongee, ibada yako ikachache kwenye nchi hii, ibada yako ikachache kwenye nchi hii. Kama unaweza ongea in other tongues, ongea kwa dakika 2-3. Tunapotamatisha ongea in other tongues. Lekobo sakabalade imashetelebehenda laba yamakupi elebesa rapeso peleba imashatuabe omakai pelelegosa liko peria paya. Baba, Kenya inakuomba, Kenya inakuinulia madhabahu. Taifa hili linakupenda Bwana, pendezwa. Shalabasekaba Ishalabalabalata. Let us believe together. Our Father and our King, we thank you because you are our God. For the first time, Jehovah God, taifa hili iko na raisi ambaye hajainuliwa na madhabahu ya kigeni, ameinuliwa na madhabahu yako Bwana. Kwa mara ya kwanza Bwana, taifa hili iko na first lady ambaye ana support ya mbingu, ana support ya Mungu wa kweli, ana support sio ya religion, lakini support ya Mungu wa kweli, sio Christian religion, lakini Mungu wa kweli. Ametuinulia rais, ametuinulia deputy president, ametuinulia wachungaji katika maofisi makubwa, ametuletea Pastor Dorcas. Bwana, pokea heshima. Tunakuomba upendezwe kwenye maofisi yale mengine, ukawainue watu ambao wanakupenda Bwana wa mabwana. Hawapendi tu dini, lakini wanakupenda wewe Baba. Kuanzia leo, taifa hili, maofisi yote yapate sauti yako, madhabahu yako inene, sauti yako iongee. Maana tumeondoa ibada ya sanamu, tumepanda ibada ya kweli. Asante Bwana, kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Mtu aseme amen. Pigia Yesu makofi mazuri. It is done. It is done. Mtu akisimama akiwa na nguvu za giza na mwingine akiwa na Mungu, aliye na Mungu atapita. God bless you. Wow, let's give the Lord a hand, a better hand clap. Shagilie Bwana kwa sababu ya maombi hayo. Asante Mtume Frederick. At such a, there is this song that was sung, I will not worship other gods. Na huu wimbo ambao